Ni wakati mwingine mzuri Mungu ametupatia wa kuweza kuisikia sauti yake ikisema nasi kupitia neno lake. Siku ya leo Mungu analo somo ambalo anataka kutushirikisha, na somo hilo linasema damu inayodai haki. Damu inayodai haki. Andiko letu la msingi tunalipata kwenye Mwanzo 4 mstari wa 10 sambamba na Mwanzo 9 mstari wa 6. Tasoma Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10. Pia nitasoma Mwanzo 9 na mstari wa 6. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. 9:6. Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Tunaweza kukaa. Damu inayodai haki. Kulingana na hali mbalimbali za matukio mabaya yanayozidi kutokea ulimwenguni na katika nchi mbalimbali ikiwemo nchi yetu ya Tanzania, katika siku hizi ambazo zinajulikana kama ni siku za mwisho, na kibiblia siku za mwisho zilianza kuhesabiwa siku ya Pentekoste. Kuanzia wakati huo hadi leo tunaishi katika siku za mwisho. Na takumbuka siku ya Pentekoste ni zaidi ya miaka 2000, karibu miaka 2000 iliyopita, wakati siku hizi zilipoanza kuhesabiwa kwamba ni siku za mwisho. Kwa hiyo umbali wa kutoka siku ile siku za mwisho zilipoanza kuhesabiwa, unagundua kwamba siku hizi zimesafiri kwa umbali mrefu, na mpaka kufikia sasa mahali tulipo hatuwezi tena tukasema ni mwanzo wa siku za mwisho au katikati ya siku za mwisho, bali inaonyesha wazi ya kwamba tuko ukingoni kabisa mwa siku za mwisho. Na siku za mwisho zimetajwa katika Biblia. Kusoma katika Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 1 mpaka wa 4, tunasoma hivi: Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumonyesha majengo ya hekalu.
Naye akajibu akawaambia, amyaoni haya yote? Amen nawaambieni, alitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo unaona, ukiendelea, kwa sababu hao wanafunzi walimuuliza Yesu, ukiendelea kusoma hii Mathayo 24 sura yote, utaona majibu ambayo Yesu aliwapatia, akiwaonyesha ishara na dalili za siku za mwisho zitakavyokuwa. Lakini Mtume Paulo anapomwandikia Timotheo kwenye Timotheo 2:3-1 anasema, lakini ufahamu neno hili ya kwamba nyakati kutakuwako na nyakati, siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Ukiendelea pale anazungumzia hatari itatokana na tabia za watu. Tabia za watu kutokuwa za kibinadamu, kutokuwa na utu. Na kwa sababu waraka alioandikiwa Timotheo uliandikwa kwa ajili ya kanisa, ni kwamba tabia hizo zitaweza kuathiri hata kanisa. Na utabiri wote huo ambao Yesu pia aliwaambia wanafunzi wake, uliweza kuonyesha kwamba kutakuwa na matukio mabaya. Anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa pia siku za mwisho, siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Tunaona wakati wa Nuhu, Mungu alipo waangalia watu wa wakati ule, akawaona wameijaza dhuluma za kila namna zilikuwa zinaendelea. Ufisadi, mauaji ya kikatili na kila uovu. Na Yesu pia alizungumzia juu ya kutokea kwa vita, taifa moja likiondoka na kulipiga taifa jingine, lakini pia vita vya wenyewe kwa wenyewe, matukio ya njaa, magonjwa yasiyokuwa na tiba, umaskini uliokithiri kwa watu wengi. Kwa hiyo hayo ndio matukio ambayo tunayashuhudia yakitokea katika siku zetu tunazoishi. Yanatokea kama vile neno la Mungu lilivyosema, kama manabii walivyotabiri, kama Yesu Kristo alivyosema. Na matukio haya, kwa sababu ni mabaya, yanapotokea, hali ya mioyo ya watu kutokujali, kutokuwa na huruma, inazidi kuongezeka. Ukilinganisha na hizo siku za mwisho za kwanza na siku za mwisho za katikati, imekuwa ni mbaya zaidi. Maandiko yanatutaka unapokuwa na tukio lolote baya la kulia,
Maandiko yanatutaka tulie pamoja na wale wanaolia. Na kunapotokea tukio lolote la furaha, tufurahi pamoja na wale wanaofurahi. Siku za nyuma, kama miaka 50 hivi iliyopita, mimi nilikuwa kijana mdogo. Nilikuwa kijana mdogo, lakini yaliyokuwa yanaendelea hapa duniani nilipata neema ya kuyaona na ninayakumbuka hata sasa. Nikilinganisha wakati ule miaka 50 na sasa, ninaona kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokea kuhusiana na watu kutokuwa na huruma. Na katika kipindi hicho, siku za nyuma, watu walikuwa wanaguswa sana na maisha ya hata mtu tu mmoja anapouawa. Na hata wanamuziki, sio muziki wa Injili, hata tu wanamuziki wa kidunia, walikuwa wanaimba nyimbo ambazo ikitokea wamekutana na tukio au wameona tukio la hata mtu mmoja tu kuuawa kikatili na kutelekezwa, walitunga nyimbo za kuwataka watu wawe na huruma. Ninakumbuka wimbo mmoja wakati ule, sielewi mwimbaji alikuwa ni nani, lakini naukumbuka. Na maneno ambayo alisema, au wimbo huo aliweza kuuimba, anasema, lakini sina ndugu wa kuweza kunisaidia. Nikifa leo na kesho, maiti yangu ni bure, yatatupwa kama mbwa na kusahaulika pale pale. Unaona, huyu mwimbaji aliweza kutunga huo wimbo baada ya kuona tu maiti moja ya mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu imetelekezwa, imekuwa kama maiti ya mbwa, na akatunga ule wimbo kufikisha ujumbe ya kwamba mwanadamu ni wa thamani sana kuliko viumbe vingine vyote. Kwa hiyo wimbo ulikuwa na nguvu ya uwajibikaji wa utu. Kuwahamasisha watu kwamba wanawajibika na uhai wa ndugu zao na uhai wa mtu mwingine. Na kipindi tulicho nacho ni rahisi sana watu kuhubiri habari za utu, lakini wanachokifanya ni tofauti kabisa na utu. Wanasema kwa midomo yao habari za utu,
lakini kwa matendo yao wanakana. Mungu atusaidie sana. Na wakati tulionao, watu hawajali. Hata wanapoona dhuluma hizo zikiendelea. Sasa ni rahisi mtu anaweza akafanywa unyama mchana kweupe, na watu wengine wanapita kama hawaoni. Watu hawana huruma. Na wakati mwingine wanafurahia mtu anapofanywa mabaya. Kutokana na matendo hayo yanayoendelea kutokea, na wakati mwingine watu wanapaza sauti, hata sauti zao hazisikilizwi. Watu wamefika mahali pa kukata tamaa. Watu wameomba, na wakati mwingine walioyatarajia au kwa muda ambao walitarajia Mungu atajibu haikuwa vile walivyotarajia. Wakati mwingine watu wengine pia wamekata tamaa. Na kwa sababu hiyo watu au kiu ya watu kutafuta majibu na kupata ufumbuzi kutoka kwa Mungu imeongezeka. Yaani ya matukio yanapotokea, matukio mabaya yanawagusa watu, yanawaathiri watu. Na kwa sababu wale waliowategemea hawajaweza kuwasikiliza, hawajaweza kuwapa kile wanachokihitaji, hawajaweza kuwa na msaada. Na kwa sababu hiyo athari za matukio haya zimekuwa ni kubwa mno, kiasi cha kutisha. Baada ya watawala na wenye dhamana kukosa majibu sahihi, hiyo imesababisha watu kuwa na kiu na kutafuta majibu kutoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu pekee ndiye mwenye majibu sahihi. Mungu mwenye majibu husema kulingana na mahitaji halisi kupitia neno lake linalofaa wakati wote. Kwa hiyo watu wanapokuwa na kiu, wanahitaji kusikia kutoka kwa Mungu, kwamba Mungu anasema nini kuhusiana na matukio yanayotokea, yanayoendelea kutokea. Na Mungu majibu yake yapo katika neno lake. Ukisema neno lake ambalo linafaa wakati wote. Kwenye Timotheo 2:3-16 anasema kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaadibisha katika haki. Mathayo 4 anasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.
Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 tunasoma hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo tunapokosa majibu sehemu nyingine zote, Mungu anayo majibu. Kwa sababu Mungu yule aliyesema na Ibrahimu, Isaka na Yakobo na mashujaa wengine wa imani, anaendelea kusema nasi hata sasa. Haleluya. Na anaposema nasi anatupa majibu ya maswali yetu, na sisi tunaweza kupata ufumbuzi. Matukio mabaya katika nchi yetu ya Tanzania ya umwagikaji damu isivyo haki kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mkuu, ndiyo habari inayogonga vichwa vya habari nchini na ulimwenguni kote. Na kama watu wanasema na kupaza sauti kwa ajili ya mauaji ya kikatili yaliyotokea katika nchi yetu ya Tanzania, na sauti kusikika ulimwengu mzima, kama watu tu wanasema, watu wanasema habari za watu walioumbwa na Mungu kwa mfano na sura yake, ni lazima pia Mungu aseme. Ni lazima pia Mungu aseme kuhusiana na watu wake. Ni lazima Mungu aseme kuhusiana na hao watu ambao wameuawa. Lakini ni lazima pia Mungu aseme kwa watu walio hai, yaani mimi na wewe. Mungu tunayemwabudu ni Mungu anayesema. Ndio maana tumesoma kwenye Waebrania, anasema Mungu ambaye zamani alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Mwisho wa siku hizi Mungu anaendelea kusema, na anasema hivyo ili kuwapatia majibu watu wake, kama ambavyo amekuwa akisema tangu mwanzo. Majibu ya nyakati zote kwa watu wa vipindi vyote yalitegemea sauti ya Mungu, yalitegemea vile Mungu alivyosema. Na Mungu anasema baada ya kusikia vilio vya damu zinazodai haki, kama ambavyo tumeona kwenye maandiko yetu ya msingi. Tumeona kwenye ile Mwanzo 4:10, damu ya Abili iliyomwagwa na Kaini ilimlilia, na Mungu akasikia kilio cha hiyo damu. Na Mungu anasema kwa sababu yeye ndiye msemaji wa mwisho. Watu wengi wanasema kuhusiana na matukio yanayoendelea, lakini yale wanayoyasema hayana majibu ya watu. Lakini Mungu akisema,
itakuwa kama ilivyokuwa, kwa sababu Yesu alisema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe, hata yote yatimie. Kwa hiyo katika kipindi tulicho nacho, Mungu ni lazima aseme, na anasema kujibu sauti za damu zinazodai haki. Lakini anasema pia kwa sababu ya watu wanaomwomba Mungu, watu wanaomlilia Mungu mchana na usiku, kama ambavyo ukisoma kwenye Nyakati wa Pili 7:14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, wakaziungama dhambi zao na kuomba na kufunga, nitasikia maombi yao na kuiponya nchi yao. Na katika Biblia tunakutana na makundi ya watu ambao damu zao zilimwagwa au kumwagika isivyo haki, kama ambavyo tumeona damu ya Abili iliweza kumwagika isivyo haki. Kwa hiyo baada ya Abili kuna mashujaa wengine pia katika Agano la Kale ambao pia damu zao ziliendelea kumwagika, waliendelea kuuawa isivyo haki. Lakini pia tuna watu wengine katika Agano Jipya, na kuna wengine ambao hata hawajatajwa kwenye Biblia, lakini damu zao zimeendelea kumwagika isivyo haki. Na kutokana na makundi hayo mawili tunapata pia maeneo makuu mawili ya damu ya mwanadamu iliyomwagika kwa mujibu wa Biblia. Eneo la kwanza ni damu inayomwagika isivyo haki, yani ni uonevu. Damu ya mwanadamu kama ilivyokuwa damu ya Abili ilivyomwagwa na Kaini isivyo haki, ilikuwa na matokeo mabaya. Na Biblia inatuonyesha watu wengine pia ambao katika Biblia wanatajwa ya kwamba walihusika kumwaga damu isivyo haki. Mojawapo ni Yuda Iskariote. Maandiko yanasema Yuda Iskariote akajuta, akasema nimeisaliti damu isiyokuwa na hatia. Hata Kaini unaona baada ya Mungu kufuatilia na alipopewa adhabu akasema adhabu hii ni kubwa, na itakuwa kila atakayeniona ataniua. Na maandiko yanasema Mungu akamwekea alama ili mtu yote atakayemwona asimuue. Lakini aliendelea na mateso yaliyotokana na laana ya lile kosa lake. Lakini pia tunapomwangalia Farao,
aliweza kumwaga damu ya watoto wa Kiebrania isivyo haki. Na hata mfalme Herode, wakati Yesu alipozaliwa, akimtafuta kumwangamiza Yesu, aliua watoto wa umri chini ya miaka 2 isivyo haki. Lakini kuna mfalme Herode tena huyo aliua watumishi wa Mungu. Kusoma kwenye ile Matendo 12 unaona alimua Yakobo na akaendelea kuwakamata wengine kwa nia mbaya. Lakini pia wakati tulionao, dunia na nchi mbalimbali zinawatawala waovu, zinawatawala dhalimu ambao wanafanana na hao watawala waovu waliotangulia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Eneo jingine jinsi damu inavyoweza kumwagika, damu ya mwanadamu au damu ya mwanadamu. Biblia inaonyesha kwamba damu ya mwanadamu haikumwagika tu isivyo haki, lakini pia eneo jingine linaloonyeshwa kwenye Biblia ni kwamba damu ya kuna damu pia ambayo ilimwagika kwa haki. Haleluya. Yaani kuna watu ambao waliuawa kwa haki au walistahili kufa kwa haki. Na watu hawa waliuawa kutokana na adhabu. Na tunaona kulikuwa na adhabu kwa wahalifu. Adhabu ya msalaba. Na ukisoma kwenye Luka sura ile ya 23, Luka 23, Luka 23, Luka 23:41. Tunasoma hivi: nayo ni haki kwetu sisi kwa kuwa tunapokea malipo tuliostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, ewe Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hapa tunaona wakati Yesu alisulubishwa akiwa na wahalifu wawili, mmoja upande wa kushoto na mmoja upande wa kulia, na yeye alikuwa pale katikati. Na kama ambavyo tumesoma, tunaona mmoja
kati ya wahalifu waliokuwa pale msalabani. Kwa sababu ile adhabu ya msalaba lengo lake ilikuwa ni kwamba mtu akisulubishwa pale, akigongelewa ile misumari minene, ni wazi kwamba damu yake itakuwa ikitoka, ikimwagika taratibu. Na kwa sababu hawezi kuongezewa damu nyingine, hiyo damu ikiisha ndio anakata roho. Kwa hiyo huyu mhalifu akiwa pale msalabani alikuwa anajua muda wake wa kuishi hapa duniani unahesabika. Dakika zake zilizobakia hapa duniani zilikuwa ni chache, zilikuwa zinasubiria tu damu ile iishi. Na maandiko yanasema ya kwamba akapata ufunuo. Akapata ufunuo. Na ufunuo huo akaona Yesu ni tofauti na mhalifu mwenzake, ila yupo kwa ajili ya makosa yake yeye yule mhalifu. Na baada ya kugundua hilo, akamuomba Yesu. Akajua Yesu ni mfalme wa wafalme. Na kwa sababu Yesu ni mfalme wa wafalme, akasema unikumbuke katika ufalme wako. Kwa sababu ninatoka katika ufalme wa duniani, lakini ninajua kuna ufalme mwingine. Na wewe ndiwe mfalme kule. Ninaomba unikumbuke. Na kwa sababu damu ya Yesu inanao mema kuliko ile damu ya Habili, ilipoanza tu kumwagika ilinena mema kwa ajili ya ule mhalifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaona yule mhalifu Yesu akamkubali. Kwa hiyo alienda pale msalabani Yesu Kristo kwa ajili ya kutimiza haki. Na damu inayomwagika kwa haki inakuwa na matokeo mazuri. Inakuwa na matokeo chanya kwa wenye dhambi au wahalifu, kama ambavyo tumeona yule mhalifu mmoja pale msalabani aliweza dakika za mwisho kabisa aliweza kupata kibali cha kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini pia kabla ya Yesu kusulubishwa, tunaona watu walimchagua Baraba afunguliwe, wakasema Yesu asulubiwe. Kwa hiyo tunaona hata Baraba alitolewa kifungoni na Yesu akachukua nafasi yake. Na tunaona hayo ni moja ya matokeo chanya yaliyotokana na Yesu Kristo kwenda pale msalabani, au Yesu Kristo kumwaga damu yake pale msalabani. Ukisoma pia kwenye Isaya sura ya 53 anasema, Isaya anapomuona Yesu anaona akiwa uso wake umechafuliwa, hatamaniki, na anasema tulifikiri ya kwamba Mungu amemwacha, lakini kumbe hayo yaliyompata Yesu, adhabu yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona
damu inapomwagika kwa haki, na tunaona ni Yesu tu aliyeweza kutoa damu yake kwa ajili ya watu wote wenye mwili. Na damu ya Yesu Kristo, ukisoma kwenye Waebrania 12:24, Waebrania 12:24 anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Haleluya. Hii damu ya Yesu Kristo inanena mema kuliko ile damu ya Abili, kwa sababu tunaona baada ya yule mhalifu aliyesulubishwa pamoja na Yesu, baada ya yule Baraba aliyetolewa kifungoni na Yesu akasulubishwa badala yake, damu hiyo ilinena mema katika maisha yao. Ilinena upendo, ilinena msamaha wa dhambi, ilinena ukombozi, ilinena rehema, ilinena neema, ilinena uhuru, ilinena utakaso, ilinena kufunguliwa, ilinena urejesho, ilinena amani, ilinena furaha, ilinena pia shangwe. Na tunapoangalia wale wahalifu wawili ambao walisulubishwa pamoja na Yesu, wote walipewa nafasi ya kutengeneza. Wote walipewa nafasi ya kunufaika na ile damu ya Yesu Kristo inenayo mema. Wote walikuwa na fursa sawa. Lakini tunaona ni yule mhalifu mmoja tu ndiye ambaye alifanikiwa kutumia ile fursa vizuri. Na kilichomtofautisha yeye na mwenzake ni uamuzi. Yeye alifanya uamuzi wa busara. Lakini yule mhalifu mwingine aliendelea kushupaza shingo yake na kufanya moyo wake kuwa mgumu, na akaamua kwa upumbavu. Akafa katika dhambi na akaenda jehanamu. Mungu anapotupa uhai, tunahitaji kutumia vizuri fursa ya kunufaika na kazi ya Yesu Kristo pale msalabani, kwa sababu damu iliyomwagika ya Yesu Kristo ni damu yenye nguvu ya kuokoa. Kama ambavyo tumeona, damu hiyo ilianza kumwokoa yule mhalifu pale msalabani na ikaendelea kuokoa mamilioni na mamilioni. Kila kizazi kuna watu ambao wameokolewa na kusafishwa kwa damu ya Yesu, na wana uhakika na wokovu wao. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba ni wimbo huo, lakini kwa maneno tofauti kidogo. Mwingine anasema ni damu idondokayo, ni damu idondokayo itatu. Haleluya. Ni damu idondokayo
yashukayo mwilini mwa Yesu, wakosaji wakioga usafi wa kweli. Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu umekutana na kufa kwa ajili yangu. Mungu akupe ufunuo huu kama alivyompa ufunuo yule mhalifu pale msalabani, akagundua ya kwamba ile damu iliyokuwa inadondoka mwilini mwa Yesu, yeye kama mkosaji ina uwezo wa kumsafisha kabisa. Anasema, Bwana wangu, unikumbuke katika ufalme wako. Damu ya Yesu Kristo pekee, damu ya thamani, ndiyo inayonena mema kuliko ile damu ya Abili. Damu ya Abili, sauti yake ilikuwa inadai kisasi, inadai malipizi, kama ambavyo kwenye Mwanzo 9:6 neno la Mungu linasema, atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyu itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana ukiendelea kusoma unaona hata Kaini anasema ya kwamba kila atakaye niona ataniua. Yaani alikuwa anaelewa adhabu ya kile ambacho amekifanya, adhabu isiyoepukika. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.